Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka si wengine, unazungumzia ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Unafahamu ya kwamba sasa hivi mambo yameanza kurudi kukaa kwenye mstari baada ya kuweza kutoka kwenye mstari baada ya kile kilichokuwa kinaonekana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Ni kama vile matokeo yalikuwa ni hadimu kweli kweli kuweza kupatikana kwenye kikosi chao, ukiweza kushuhudia ukiweza kuangusha point katika ligi kuu, lakini pia walipoteza mchezo kule Malawi, lakini sasa mambo wameyasawazisha na kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika wamefanikiwa kuweza kufuzu kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni ndelemo na vifijo. Sasa wanarudi katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, na unafahamu ya kwamba mchezo ambao ulikuwa unafuata ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, moja kati ya game nzuri kabisa ya kuitizama, na mimi nimekusogezea hapa kikosi ambacho kimechoandaliwa na kocha mpya. Nazungumzia Pedro, moja kati ya kocha kutoka pale Ureno, ambaye tayari ameanza majukumu yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameweza kuweka majina bayana ya kikosi ambacho kitakachoanza dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulipaswa kuweza kupigwa tarehe 29, lakini umeweza kusogezwa mbele na sasa utakwenda kupigwa tarehe 28, na kikosi kimeweza kuwekwa bayana mapema kabisa, na hapa nazungumzia kocha Pedro. Ila kabla tujaendelea kukutajia kikosi ambacho na mwalimu mpya amekwenda kukiandaa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, basi nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, ligi kuu ya soka Tanzania bara inarejea katika upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans baada ya mchezo wa mwisho kutokuwa na rekodi nzuri baada ya kuweza kupoteza mchezo huo kwa bao. Hapa nazungumzia kwa sare ya 0-0 dhidi ya klabu ya Mbeya City. Sasa ni rasmi ya kwamba klabu ya soka Young Africans inaelezwa kwamba wanaendelea sasa na show zao za ligi kuu, na bila kupoteza wakati kikosi kitakachoanza dhidi ya Mtibwa Sugar, golini atasimama Djigui Diarra, screen protector, nafahamu bora wake, miongoni mwa watu ambao wanafanya vyema kabisa kwenye kikosi cha Young Africans, na amekuwa na mwendelezo mzuri pale golini. Anakwenda kuitafuta clean sheet yake nyingine katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mambo yanaonekana kuwa mazuri kabisa kwa hapa nazungumzia Diarra kutokana na mwenendo ambao yuko nao. Amekuwa ni moja kati ya watu muhimu kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kazi kubwa ambayo anaifanya kutuliza mashambulizi, kulilinda lango lake liwe salama dakika zote 90, ndio kazi ambayo atakanda kuifanya katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Huku beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda, nafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwendelezo mzuri, matokeo mazuri ambayo amekuwa akionyesha ya kiwango chake, na kinaonyesha kwamba
kinazidi kupanda, sio kwamba alivyotoa Yanga ndo kiwango chake kinashuka. Hapana, kadri siku ambapo tunazidi kwenda amezidi kuonyesha ubora kwenye nafasi ambayo anaitumikia kama beki namba 2. Kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kurudi kukava katika nafasi yake vyema kabisa. Kwa hiyo hilo alina shaka utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao atakayoweza kutoa Israel Patrick Mwenda katika dakika 90 za mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, huku Young Africans wakihitaji hizo alama 3. Huku unazungumzia namba 3, beki namba 3 atasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Unafahamu bora wake, mmoja kati ya mabeki ambao wa Kitanzania walikuwa wasemi kwamba apate nafasi rasmi. Sasa ameanza kupata nafasi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga na amekuwa na muendelezo mkubwa kweli ndani ya kikosi hicho, mambo yakionekana kwenda vizuri kabisa, sambamba na kile ambacho kinachoonekana wakati huu ukiweza kushuhudia namna ambavyo kile kinachoonekana kwenye kikosi cha Young Africans, mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa, sambamba na umeweza kushuhudia kile ambacho anachokitoa ni kile ambacho yuko nacho. Anahitaji muda tu kuzoea mazingira zaidi Mohamed Hussein katika eneo hilo ambalo anaitumikia, kwa sababu anacheza na watu wapya tofauti na kule ambako alikotoka miaka 10 alikuwa ameweza kukaa nao vyema kabisa. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu bora kabisa kwenye eneo la ulinzi la kikosi cha Yanga, na amekuwa na mwenendo ambao unaendelea vizuri. Yani kiwango chake kinazidi kupanda tu kadiri siku ambavyo zinavyokwenda. Umakini unaongezeka, utulivu, namna ambavyo anajua kuweza kujiposition kumkaba adui, na namna ambavyo anajua kwamba haya maeneo napaswa kucheza kwa makini nisije kuleta madhara katika timu yake. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya Ibrahim Baka akisaidizana na Dickson Job, kapteni katika mchezo huo katika eneo la ulinzi. Na unafahamu ya kwamba Dickson Job ni moja pia ya mabeki ambao ni tulivu, wenye ubora mkubwa kweli. Unafahamu kwamba aliweza kuisaidia timu yake pia kwenda hatua ya makundi baada ya kuandika bao. Kwa hiyo huenda ndio amefungua akaunti yake ya mabao katika msimu huu. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje katika mchezo dhidi ya Tabora. Hapa nazungumzia ya Mtibwa Sugar, unaona bana. Huku katika safu ya kiungo namba 6 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Duke Abuya. Unaona kazi yake kubwa ambayo anaifanya ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Amekuwa na muendelezo mzuri kweli msimu uliopita. Msimu huu alianza chini ya kocha Romain Folz akiwa hapati namba, akawa anakaa bench, lakini baada ya kucheza mchezo wa kufuzu hatua ya makundi, mchezo ambao umepigwa Dar es Salaam, ameanza kuonyesha kile ambacho mwalimu Romain Folz huenda alikuwa akioni kwa upande wake. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Max Nzingeli. Kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, utulivu, namna ambavyo anaweza kupenya katika msitu, namna ambavyo anaweza kutengeneza nafasi, na namna ambavyo ni moja kati ya watu makini ambao wana uwezo wa kuisaidia Young Africans na kuibeba mabegani kwake, unaona bana. Huko namba 8 anasimama si mwingine bali ni Alassane Kouma, akiweza kusimama katika eneo la namba 8. Kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba anavuruga mipango ya wapinzani na kuhakikisha kwamba lango lao linakuwa ni sehemu salama, kishuka chini kusaidizana kukaba. Huku namba 9 anasimama Andy Boyeli, mwamba kabisa. Unafahamu kwamba kazi nzuri ambayo ameendelea kuweza kuwa nayo kadri siku ambavyo unazidi kwenda, ameendelea kuweza kuzoea mazingira. Taratibu ataanza kuwapatia wananchi kile ambacho wanakitaka. Huku unazungumzia namba 10 anasimama Madu Dumbia. Kazi kubwa ambayo ameendelea kuweza kuifanya kwenye kikosi cha Young Africans, ubora ambao umetukuka kweli na kile ambacho yuko nacho. Huku namba 11 akisimama Profesa Aboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, katika kazi nzuri kabisa ya kuhakikisha kwamba wanapata pointi 3. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na